Kwa jina naitwa Fatuma Ali Isa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Lilungu. Mtaani kwangu kumetokea tukio mbaya sana. Walikuwa watoto 5. Kwa hiyo huyu aliyefanya tukio alikuja akasimama kama kwenye migomba, na watoto hawakuwa mbali sana na nyumba yao. Kwa hiyo alivyofanya pale alikuwa anawaita kwa ishara ya mkono. Na wale watoto walikuwa wanajitaja, unanihitaji mimi? Yeye anakataa, hapana. Huyu hapana. Kwa hiyo aliyemhitaji huyu akasema ndio. Kwa hiyo kilichofanyika pale, yule akaenda akamchukua yule ambaye aliyemhitaji, wale wengine akawagaia miogo. Kwa hiyo akakimbia naye. Kwa hiyo baadhi ya wale watoto 5, mmoja katoka sema, mama, huku mwenzetu anaondoka. Kwa hiyo alivyotoka ndani kujaribu pale kuangalia, tayari yule mtu ameshakimbia. Kupiga king'ola kule magereza kumfuatilia wale askari magereza, tayari yule mtu kashamchukua yule mtoto, ameshamnyonga, amemtupa pale. Kwa hiyo wale walivyofika wakaanza kutafuta yuko wapi. Wakifika pale wanamkuta mtoto tayari amelala pale, ameshanyongwa na yule mtu ameshakimbia, wakubahatika kumpata. Mwili umekuta kwenye shamba lao ambalo la wale wenyewe askari magereza, ndio ambako kuliko tupwa mwili. Jina langu mimi ni Zuhura Isa Saidi, mkazi wa Lilungu. Nimepokea kwa masikitiko hii taarifa ya kunyongwa kwa mtoto. Kwa kweli inatutia hofu wananchi. Tunaiomba serikali ya mtaa ijitahidi ianzishe ulinzi shirikishi ili kutusaidia, maana wamama kama wamama inatutia hofu na watoto wetu tunashindwa tuwalinde vipi. Kwa sababu mtoto kama alichukuliwa maeneo jirani na nyumba yake, utasema mama anamlinda vipi mtoto? Amejitahidi, amemlinda, amecheza nyumbani. Atajitahidi atamlinda vipi? Kwa hiyo tunaomba serikali, ikiwemo serikali ya mtaa, itusaidie. Kwa majina naitwa Dr. Zawadi Bwanali, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Mtwara Legula. Marehemu ni kweli jana mnamo majira saa 11 jioni tulipokea mwili wa mtoto ambaye anakadiriwa miaka 8 mpaka 10 ambaye aliletwa na polisi. Kwa hiyo mwili upo pale mochwari. Kwa sasa hivi kinachoendelea ni kwamba tunasubiri ndugu na polisi ili taratibu zingine ziweze kufanyika za kiuchunguzi ili tuweze kujua sababu hasa ya kifo ni nini.